Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vina make headline ni kuhusiana na hizi taarifa ambazo siku ya jana ni kwamba Juma Lokole ndo alikuwa wa kwanza kabisa kuzitoa katika mitandao ya kijamii. Kama unavyoelewa, kutokana na ustaa ambao Wema Sepetu yuko nao na kutokana na wafuasi pamoja na followers ambao Wema wamekuwa wakimfuatilia na kumsupport katika kila kitu, ni kwamba ni kwa muda mrefu sana imekuwa ikifahamika kwamba Wema Sepetu alikuwa anapitia changamoto za uzazi. Yani ni mwanadada ambaye alikuwa hajawahi kupata mtoto. Sasa kitu ambacho kimekuja kuhappen hivi karibuni ni kwamba kulikuwa na habari nzuri sana kumhusu Wema kwamba ni mjamzito, lakini pia kumekuja habari mbaya siku ya jana baada ya Wema kuonekana kwamba amepitia moja kati ya changamoto kubwa sana. Ni kwamba kwa muda wote huo ambao Wema alikuwa yuko akiwa hana mtoto, alikuwa sana tulikuwa tunamuona akimtekea moja kati ya mbwa wake ambaye anafahamika kwa jina la Manunu. Yani kipenzi cha Wema alikuwa ni huyu mbwa ambaye anafahamika kwa jina hilo la Manunu, na ni kwa muda mrefu sana Wema ameonekana akiwa anapata faraja kutoka kwa mbwa huyu, lakini jambo ambalo limetokea hivi karibuni ni kwamba taarifa zimesambaa kwamba mbwa wa Wema Sepetu Manunu amefariki. So ni moja kati ya pigo kubwa sana ambalo Wema amelipata, na kama unavyojua kwamba Manunu ni moja kati ya celebrity vile nchini Tanzania, kutokana tu ni kwamba Wema ndiye mmiliki wa mbwa huyo. So issue hiyo ikapelekea Manunu kuwa star. Watu wengi sana walikuwa wanapenda sana kumuona Wema akiwa yuko na mbwa wake, amekuwa akimposti sana, amekuwa akionyesha jinsi anavyompenda. Lakini pia vile hata kwenye baadhi ya mialiko Wema Sepetu alikuwa akialikwa yeye, lakini pia vile mpaka Manunu naye pia alikuwa anakuwa posted kama moja kati ya waalikwa. Kwa tumesha kumuona pia Wema Sepetu akiwa kwenye red carpet akiwa yuko na mbwa wake huyo Manunu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na kitu kilichotokea kwamba Manunu amefariki ni moja kati ya jumbe ambazo zimewagusa watu wengi ambao wanampenda Wema. Wanaelewa kwamba atakuwa anapitia wakati mgumu sana kipindi hiki ambacho mbwa wake amefariki. So Juma Lokole alikuwa ndio mtu wa kwanza kabisa kuposti kuhusiana na kitu ambacho kimepelekea Manunu kufariki, yani sababu ambayo imepelekea Manunu kufariki. Nataka hapo msikilize Juma Lokole akielezea. Habari zilizotufikia hivi punde, jamani, ndugu zangu, tuna msiba wa Manunu. Manunu wetu ametuacha. Manunu wetu amefariki leo mchana. Pole sana kwa familia, pole sana kwa Wema Sepetu, pole sana na kwa wote wanaomzunguka Manunu, marehemu Manunu. Manunu alikuwa mjamzito. Manunu alikuwa mjamzito, na katika harakati za kupush ili kujifungua alikuwa apush anajimanua tu basi. Kwa hiyo kikampelekea umauti kumfika Manunu. Manunu na watoto zake wote wamefariki jamani. Tumuombe Manunu apumzike kwa amani. Manunu, pole sana Wema. Unajua kuna vitu vingine vinakuja kwa sababu niwaambie ndugu zangu kwa miaka yote waliokuwa na mbeza, wanamtukana Wema, wanamuita majina ya ajabu Wema, Manunu ndio alikuwa anamfariji Wema. Kama ulivyosikia hapo, utaendelea kuisikiliza hii voice nitakuwekea, lakini sababu the main point ni kwamba sababu ambayo imepelekea Manunu kufariki, kwa mujibu wa Juma Lokole, ameelezea kwamba sababu ni kwamba Manunu alikuwa ni mjamzito, alikuwa na mimba, na katika harakati za ujauzito huo bwana, mwisho wa siku alikuwa amefikia siku ya kujifungua, lakini suala la kujifungua kwa Manunu imekuwa ni mtihani, changamoto, imekuwa ni mtiti mbilinge, ikapelekea moja kwa moja kushindwa kupush, kwa sababu unaelewa kwamba katika swala la uzazi bwana, viumbe hai vyote vinafanana katika swala la uzazi, ni kitu cha kupitia uchungu au bwana. Sasa Manunu wakati anajifungua bwana, alikuwa hawezi kupush, unaelewa tena. Nadhani alikuwa anadekezwa, alikuwa atembezwe, akimbizwe. Unajua mbwa lazima uwe unamkimbiza baharini na nini, kuna malezi fulani hivi ili mbwa aweze kuwa strong, hususan kwa kipindi kama hiki, hususan kama ni mbwa wa kike na vitu vingine kama hivyo, na hata wa kiume pia inakuwa the same. Sasa Manunu bwana, kwenye swala la kupushi kwake ilikuwa changamoto. Badala ya pushi, Juma Lokole anakuambia kwamba alikuwa tu anajimanua. Kwa hiyo basi ikawa ni shida kidogo katika swala hilo, na ikapelekea umauti kumfika.
umauti kumfika Manunu. Manunu na watoto zake wote wamefariki jamani. Manunu alikuwa mjamzito. Manunu alikuwa mjamzito na katika harakati za kupush ili kujifungua alikuwa apush anajimanua tu basi. Kwa hiyo kikampelekea umauti kumfika Manunu. Manunu na watoto zake wote wamefariki jamani. Tumuombe Manunu apumzike kwa amani. Manunu, pole sana Wema. Unajua kuna vitu vingine vinakuja kwa sababu niwaambie ndugu zangu kwa miaka yote waliokuwa na mbeza, wanamtukana Wema, wanamwita majina ya ajabu Wema. Manunu ndio alikuwa anamfariji Wema hadi akamwita mwanangu 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 mwanangu. Manunu alikuwa anamfariji. Sasa basi Mungu kaleta rehema zake, Wema huyo hapo. Kwa hiyo Manunu kaondoka, Wema anakuja sasa na mwanae original. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu pia jamani, kila kitu kina sababu zake. Pole sana Wema, pole sana Bonita, pole sana na watoto wa karibu waliomzunguka. Rest in peace Manunu. Alikuwa unabweka tu kupushi habari. So hivyo bwana, ndivyo mambo yalivyo kwa mujibu wa Juma Lokole, mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa Wema Sepetu. Ameelezea chanzo cha kifo cha Manunu kama ulivyomsikia, lakini katika posti yake ya Instagram ni kwamba Juma ameweka emoji hapo za kulia, then akaandika kwamba nilikuwa nampenda sana Manunu mimi, then akamalizia tena kwa emoji. Wadau mbalimbali pia wamekuja kuweka maoni yao katika comment section hapa. Nataka nikusomee comment ambazo zimekuja kuwekwa hapa na dada wa Diamond Platnumz anayefahamika kwa jina la Esma Platnumz. Esma bwana amekuja hapa ameandika hivi, nataka nikusomee. Esma ameandika kwamba Manunu kakimbia, hataki kujisikia vibaya, kamkimbia mgeni, hakutaka kuona wivu. Alafu then akaandika tena Esma kwamba unajua wewe ni mjinga sana, huna akili ujue. Umeona bwana. Juma, msiba utakuwa wapi mjomba wa Manunu? Umeona bwana. So hizo ni comment za Esma Platnumz kuhusiana na msiba wa Manunu. Na pia vile vile kwa mujibu wa Esma nadai kwamba kwa vile sasa hivi Wema ni mjamzito, ni kama vile labda tu Mungu ameamua ampunguze Manunu katika familia ya Wema, kwani Wema sasa hivi it's official anakuwa na mwanae original. Kama nilivyosema hapo awali kwamba Manunu ndiye alikuwa akimfariji Wema kipindi anapitia upweke na maneno mengi ya kusimangwa huko mitandaoni. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.